unavyoniona mimi nilipotokea na njia hiyo, na sasa hivi njia nzuri inaitia gari mpaka wapi barabarani. Sasa na mmoja nimemwona maeneo haya anakazakaza, lakini sikujua kinachoendelea ni nini, lakini nimeulizwa na nimewajibu. Kwa sura tunaweza kujua? Kwa sura. Mimi ndio nimepitia huko pale jana pale. Maana hapa alikuwa anatafuta. Nimeuliza nimewaambia. Kwa sababu kijana kawaida hawezi kufanya hivyo, ataogopa. Ina maana ni fundi wa umeme, anajua umeme kutoka nao. Nilipokea taarifa mnamo majira ya saa 10 jioni kwamba ile taarifa ya kuibiwa kwa nyaya za umeme, kuna mwananchi ameziona nyaya hizo eneo la kisima cha umwagiliaji maji huko Bumbusudi. Hivyo nikatoka hapa na timu yangu mpaka eneo la tukio, tukiwa tumeambatana na Mheshimiwa Sheha na wale wananchi ambao wako katika eneo hilo. Tukaenda na tukabaini kweli kuna nyaya zimefichwa, na tulivyohoji tuliambiwa kwamba mkulima tu yeye alikuwa anatafuta nyasi ili aweze kuendelea na shughuli zake, akaona kishungu kile, ikabidi akataka kwenda kuchukua, akakuta hizo nyasi, akakuta hizo nyaya, akaona atoe taarifa, na ndipo na mimi nilipoipata taarifa hiyo. Zile rola za nyaya za umeme zilikuwa rola 4, 2 zimejaa kidogo, lakini zile 4 kidogo ndogo, na nguzo 2 zilizokuwa zimekatwa pale tuliziona, tumezibaini. Ikabidi nitoe taarifa kituo cha polisi cha Mfenesini kuomba usafiri wa kuja kubebea zile nyaya zenyewe, na kwa sababu ya eneo tulipokuepo kufika barabarani ni mbali na miundo mbinu ya kufika na gari ilikuwa hakuna, tukachukua hatua ya kutafuta gari la ng'ombe likabeba nyaya hizo na kupeleka barabarani. Polisi wakachukua na sisi tukaenda nazo mpaka kituo chao cha Mfenesini na kuachia ili waweze kuendelea na taratibu zao. Wamefungulia jarada na wamesema wataendelea na upelelezi. Mpaka sasa hivi ukiacha kwamba tumetolea taarifa polisi kule, wao wamesema wataendelea kufanya doria ili waweze kuwatambua, kuwajulisha watu wa ZECO ili wajue na wao nini kinachotokea. Lakini kikubwa tulitolea taarifa pia sisi kabla ya yote. Mikakati kwa sasa hivi kiukweli kuendelea kuweka ulinzi katika maeneo yale ya hivyo visima vyetu, kwa sababu kikubwa ule umeme ni kwamba ulikuwa unapeleka maji, unapeleka zile line zake zilikuwa zinaenda katika hicho kisima cha maji. Ina maana wakulima sasa shughuli zao kidogo zinaenda kuwa zimelala, licha kwamba wako katika mavuno, lakini limewasikitisha sana. Kikubwa ni kuendelea kuweka ulinzi wakati wote, kwa sababu hatujui muda gani wahalifu wao wanaharibu miundombinu hiyo. Nitoe taarifa kwa wananchi wote, kwanza kuendelea kuwa wazalendo kwa kutoa taarifa wakati wowote inapotokea matukio ya kihalifu kama hayo, lakini pia tuendelee kuwa walinzi katika miundombinu yetu, kwa sababu naamini wahalifu wao mara nyingi wanatumia siku ambazo watu hawapo katika shughuli zao za kila siku. Kwa mfano kama ukiangalia hilo tukio la Jumamosi, Jumapili, ambayo wakulima wengi wanakuwa hawapo. Kwa hiyo wale hata polisi jamii wetu ambao wapo katika maeneo yetu wawe wanafanya doria katika maeneo hayo, lakini tuendelee kuangalia na kuwatambua nani wamefanya uhalifu huo ili waweze kutolea taarifa hizo.